अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khalifa mtukufu wa Yadhullah Ta'ala ibn Aziz anasema kwamba Hadrat Masihi aliahidiwa alayhi salatu wassalam anasema kwamba kuhusu msaada unatakiwa ikumbukwe kwamba ni Mungu tu ambaye anaweza kusaidia, yani kwa ajili ya kukamilisha kazi yenu. Ikiwa nyinyi mnataka msaada wa yeyote, basi huyu ni Mwenyezi Mungu ambaye anaweza kusaidia katika hali nzuri na kweli kweli, na anakuwa na nguvu ya kuwasaidia. Na jambo hili ni muhimu kiasi hiki kwamba mwaminio mkweli anatakiwa azingatie kila wakati jambo hili. Msaada huu uwe kwa ajili ya mambo yake ya binafsi, au msaada huu uwe kwa ajili ya mahitaji na dharura ya jumuiya. Lakini kwa kivitendo tunaona kwamba watu wengi hawajali kuhusu hii kama wanayotakiwa wajali. Wengi wetu wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu alileta fadhila zake na alitimiza mahitaji yangu yote, lakini tukiangalia kwa makini, wao wakichunguza nafsi zao hawamtegemei Mwenyezi Mungu tu, bali wanategemea masilahi mengine pia, na wanaona kwa sababu ya masilahi mengine kazi yao ilifanyika. Sayyidina Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwa kutoa mifano ameeleza matukio mbalimbali. Katika matukio haya ameeleza kwamba mtu anaona kwamba alisaidiwa na watu wengine, hakusaidiwa na Mwenyezi Mungu, au kazi ile au lengo lake lilipatikana kwa sababu ya uwezo wake mwenyewe. Na hii ndiyo inakuwa hali ya mwanadamu, kwamba anapoona kwamba mahitaji yake yote anaweza kutimiza yeye mwenyewe,
na anaweza kufanya kazi yote mwenyewe अपने इल्म अपनी अकल से वो जरूरतें पूरी कर भी लेता है na kwa sababu ya elimu yake na nguvu yake anatimiza mahitaji yake na kwa kufanya hivi anaona kwamba kazi hii nilifanya kwa sababu ya ujuzi wangu na kwa sababu ya nguvu yangu मिसाइल खुद हल कर दिए na mambo yangu yote yamerekebika kwa sababu ya hii कमांडर फख्र करता na anakuwa na fahari kwa sababu ya hii kwamba hakuomba msaada kwa mtu mwingine yeyote है लेकिन बाज lakini baadhi wakati hali ya hii au hali ya aina hii inapatikana kwamba yeye hawezi kutimiza mahitaji yake katika hali hii anataka msaada तब उसकी नजर wa nje अपने अजीजों katika hali hii anaanza kutizama jamaa zake उनसे मदद लेता है na anaomba msaada kutoka kwao और वो उसकी मदद कर दी na wale jamaa zake wanamsaidia pia इस वक्त उसे ख्याल आता है wakati ule कि रिश्तेदारी की अच्छी चीज anaona kwamba kuwa na jamaa pia ni jambo nzuri ikiwa leo nisingekuwa na jamaa zangu nisingeweza kutimiza mahitaji yangu इस दफा ये सूरत kisha baadhi wakati hali ya aina hii inapatikana kwamba अहल व अयाल jamaa wa mtu उसकी काम na watu wa karibu hawawezi kumsaidia au hawataki kumsaidia तब वो नजर katika hali hii anaanza kutizama hapa na pale na anakuta marafiki zake मिलने वालों पर पड़ती है na anakuta wale watu ambao मदद कर ni wenzake na sawa na maoni yake anaona kama hawa wanaweza kumsaidia kwa hiyo anaomba msaada kutoka kwao na wao pia wanamsaidia कि दोस्त अहबाब भी na anaona kwamba marafiki pia बड़े वक्त में काम ni wazuri ambao katika hali ya dhiki wanasaidia na katika shida wanasaidia ना ऐसा भी आता kisha hali ya aina hii pia inapatikana baadhi wakati kwamba anapowaendea marafiki zake wao wanasema kwamba hawawezi kusaidia kwa sababu ya hii na hii हूँ या उससे जान छोड़ने का बहाना हो wale marafiki wao hawawezi kumsaidia au hawataki kumsaidia wao katika hali hizi zote hawamsaidii ऐसी सूरत हाल भी होती na baadhi wakati hali ya aina hii pia inapatikana kwamba marafiki hata hawana uwezo wa kumsaidia है वो काम बाहर kwa sababu kazi ile inakuwa nje ya uwezo wao ऐसे वक्त में katika hali hii बाज निजामों की तरफ तवज्जो anaanza kutizama nidhamu mbalimbali वो सिलसिला au vyama mbalimbali जिससे वो ताल्लुक रखता है वो उसकी मदद करते हैं na nidhamu ile inamsaidia हो जाता है जब उसका na kazi yake inapofanyika na mahitaji yake yanapotimia बल्कि जरूरतें पूरी होती रहती हैं तो उसको ख्याल आता है katika कि इससे hali hii काम ana समाज से जुड़ना भी anaona kwamba kujiunga na jumuiya au kuwa na nidhamu pia ni kitu kizuri उसकी वाबस्तगी बढ़ na kwa sababu ya hii yeye anajenga uhusiano mzuri na nidhamu au jumuiya hata nimewahi kuona kwamba baadhi wakati watu wanaanguka kwa sababu hii kwamba wakati fulani niliomba msaada kutoka kwa jumuiya lakini jumuiya haikunisaidia बाज लोगों की मर्जी के मुताबिक hazur anasema kwamba hii ni sahihi kwamba baadhi wakati या उनकी मदद हो watu wakisaidiwa sawa na mahitaji yao कि जमात से वाबस्तगी बढ़ाने का जरिया बन basi msaada ule unasababisha बाज इंसान kujenga uhusiano wao na jumuiya से मौके भी आते हैं kisha baadhi wakati katika maisha ya watu hali ya aina hii inapatikana kwamba jamaa zake marafiki zake na hata nidhamu ya jumuiya pia भी कोई मदद नहीं haiwezi kumsaidia और उसे कोई फायदा नहीं पहुंचा na wala haiwezi kumfaidi hata kidogo wakati ule उसके पास जाते हैं anaenda उसकी मदद करते हैं kwa serikali yake na serikali yake inamsaidia ऐसे इंसान के लिए हुकूमत ही सब wakati ule kwa ajili ya mtu wa aina hii serikali inakuwa kila kitu na vitu vingine vyote vinatupwa nyuma वक्त में
हुकूमत भी इंसान का na inapatikana hali hii pia kwamba wakati mwingine hata serikali pia haiwezi kumsaidia na yeye anaona kwamba yeye hapati haki zake na anaona kwamba uadilifu haikufanywa. उन लोगों का दरवाजा खटखटाता है Basi katika hali hii anaanza kugonga milango za watu ambao wanawasaidia watu kwa sababu ya kuwahurumia, कि काम आप ही na watu wa aina hii baadhi wakati wanamsaidia kwa sababu ya huruma, इंसानी हमदर्दी की wanakuwa wanayo, जो कई ममालिक या दुनिया तक फैल जाती है और इस na huruma huu unapatikana katika nchi या वो ग्रोह za dunia, या वो चंद लोग na kwa sababu ya huruma hii मकसद में watu wengine wanapata malengo yao na wanafaulu kupata malengo yao. अगर ये इंसान है तो Katika hali hii mtu तमाम दुनिया में anaona kwamba dunia nzima दुनिया की इंसानी हमदर्दी की तंजीमें भी au vyama mbalimbali vya dunia vilimsaidia, कोई उसका काम नहीं na hakuna mwingine yeyote ambaye alimsaidia au anayeweza kumsaidia, अगर ये काम ना आती na ikiwa तो वो अपने हकूक asingesaidiwa na vyama hivi इंसाफ को हासिल करने से asingeweza kupata haki zake. बस इस दुनियावी Basi को uhusiano huu wa dunia हमदर्दी के नाम पर उसके हक दिलाने में मददगार हुआ ambao ulimsaidia kwa jina la huruma anaanza kutegemea इंसानी की तंजीमें huruma na uhusiano huu. Siku hizi vyama vya kusaidia watu vinapatikana katika nchi mbalimbali na vyama vya kimataifa pia vinapatikana, के लिए दुनियावी हुकूमतों से na kwa ajili ya kuwapatia watu haki wanapambana na serikali mbalimbali za dunia, बैनुल-अक़वामी दबाव डालने की कोशिश करती हैं wanajaribu ili watu wapate haki zao, na vyama vingine vinafanya kazi nzuri में गिरफ्तार लोगों की na vinasaidia watu ambao wana shida za aina mbalimbali. बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता Lakini pamoja na hali hii yote hatuwezi kukataa jambo hili kwamba baadhi wakati inapatikana ya aina hii kwamba juhudi na hila haifai, wala jamaa hawafai, wala marafiki hawafai, कौम या निज़ाम का wala taifa au nidhamu haifai, हुकूमत और इंसानी हमदर्दी wala serikali au vyama hivi vinayosaidia कामयाबी havifai, बनती हैं या उनमें उसे au कामयाबी हासिल करना मुमकिन नजर आता है havifaulu katika malengo yao. लेकिन फिर भी अगर Lakini इंसान katika hali hii yote, kwa kuwa na hali hii yote, mtu akipata malengo yake na akipata ufaulu तो वो समझता है katika hali hii, anaona kwamba ufaulu wangu ulipatikana kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, na jinsi anategemea ना ही वो msaada कामयाबी को usioonekana, खुदा ताला की तरफ मंसूब करता anasema kwamba msaada wake ulipatikana है इंसानी हमदर्दी की तंजीमों का जिक्र kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hazur amesema, nimezungumza kuhusu huruma ya binadamu. ममालिक Kuhusu hii wanajumuia ambao फंसे हुए हैं wamefanya kesi ya asylum na wanasubiri kesi yao. तंजीमें बल्कि एक तंजीम बड़ी जो है यूनाइटेड Vyama mbalimbali, na kuna कोशिश करती है chama moja kinachoendeshwa chini ya UNO, lakini baadhi wakati serikali haikubali maoni yao, na hali ya aina hii pia baadhi wakati inapatikana. जब सारे ऐसे हालात Lakini hali ya aina hii inapopatikana, kisha kazi pia inafanyika, mtu anaona kwamba kazi yake ile ilifanywa na Mwenyezi Mungu asionekana, कि खुदा ताला ने तेरा काम किया na anasema kwamba kazi yake ilifanywa na Mwenyezi Mungu. Lakini kama mtu अल्लाह पर कामिल यकीन रखता हो anakuwa na yakini और ये बात juu ya Mwenyezi Mungu कि अल्लाह ताला ही इस्तिमदाद का हक रखता na anaelewa kwamba ni Mwenyezi Mungu pekee anayesaidia, है तो वो उस काम की कामयाबी katika hali hii खुदा ताला की तरफ मंसूब करेगा ufaulu unaopatikana, anasema ufaulu ule ulipatikana तकमील तक पहुंचा kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, hata kama
ufaulu ule ulipatikana kwa sababu ya misaada ya dunia, के रिश्तेदारों na hata kama anajua kwamba jamaa, marafiki, nidhamu, taifa, serikali हमदर्दी की au vyama mbalimbali vya kusaidia binadamu yeyote aliyemsaidia, भी असल में kwa hakika ताला नहीं msaada huu ulikuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, si kutoka kwa watu hawa au vyama hivi. की मददों के पीछे Na nyuma ya misaada hii ya kidhahiri ilikuwa msaada wa Mwenyezi Mungu au ilikuwa mkono wa Mwenyezi Mungu uliomsaidia. Lakini wale ambao hawana uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu, wao wanategemea masilahi ya dunia इन्हीं की तरफ उनकी तवज्जो रहती है। na kila wakati wanatizama misaada hii ya dunia ya kidhahiri नजर नहीं होती na hawamtegemei Mwenyezi Mungu. जब ये तमाम जराए Lakini wakati हो जाते हैं misaada hii yote inaposhindwa, ndipo wanaanza kumkumbuka Mwenyezi Mungu, अब खुदा ताला के की याद आने के अलावा kwa sababu katika hali hii min ghairi ya Mwenyezi Mungu hakuna yeyote anayeweza kumsaidia. masilahi yote ya dunia वो कहता है yaliangaliwa. Wakati तू ही मदद hali hii inapatikana, anasema kwamba Mola, ukinisaidia basi kazi hii itafanyika, kwa sababu wewe una uwezo juu wa kila kitu, तेरी जात sifa zote njema zina kuhusu wewe tu. बात की भी दलील है और इस तरफ भी इशारा कर रही है ये बात कि कोई भी Hazur anasema jambo hili linaashiria और तंजीम upande huu kwamba serikali au chama chochote kinakuwa ताकतें और तदबीरें na uwezo maalum, एक हद के बाद na vyama hivi तारा और बेफार na hila hizi zote baada ya kufika mahali zinashindwa. मैंने अभी कहा था Sasa hivi nilisema kwamba wale watu ambao hawakujenga uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu na hawamtegemei vizuri, kwanza wanategemea masilahi ya dunia, lakini wakati masilahi ya dunia yanaposhindwa, ndipo wanaanza kumtegemea Mwenyezi Mungu. ताला से मजबूत ताल्लुक ना रखने वाले Lakini wale ambao hawakujenga रखने वालों की बात नहीं है। uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu si कुरान करीम तो कहता swali lao tu, bali Qur'ani tukufu inasema kwamba है कि हालत में katika hali hii दहरिया और मुशरिक भी ya kukata tamaa, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह wale ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu, wao pia wanaanza kumuita Mwenyezi Mungu, wanaanza kumtegemea yeye. Mwenyezi Mungu anasema waiza massakum वाइजा मस्साकुम ज़ुर्र waiza massakum zurru fil bahri dhalla man taduna illa iyahu फलम्मा falamma najjakum ila albarri arastum वकान wa kana al-insanu kafura. Yani, inapowafikieni taabu katika bahari, यानी hupotea wale mnawaita isipokuwa yeye tu, समुद्र में कोई तकलीफ पहुंचती है lakini सिवा हर वो ज़ात anapowafikisheni salama nchi kavu mnakengeuka, जाकर ले जाता है na तो उस mwanadamu ndiye akufuruye sana. बस तूफानों और मुश्किलात में तो Basi katika tufani na katika shida, Mwenyezi Mungu anasema kwamba जात हो जाए yeye anaokoa, na watu wanapookolewa wanamsahau Mwenyezi Mungu. Na haya ni maumbile ya binadamu. आजिज़ी से Yani, katika shida watu wanainama mbele ya Mwenyezi Mungu, wanamwelekea, na katika faraja wanamsahau Mwenyezi Mungu, कि अगर wanamwomba Mwenyezi Mungu उनको इस मुश्किल kwamba wakiondolewa katika shida, मुश्किल वक्त से निजात मिल जाए तो वो हमेशा wao daima wataendelea kumtegemea Mwenyezi Mungu na wataomba msaada kutoka kwake na watamuita yeye tu. खतरे के खत्म होते ही Lakini baada ya kuondoka hatari na dhiki, तकब्बुर dunia na kibri inaanza kuwatawala wale watu. इंतहाई नाशुक्राना Basi mwanadamu ni इस कदर asiyekuwa na shukrani. के बावजूद ये इल्म हो Angalieni rehema ya Mwenyezi Mungu ni pana kiasi gani, kwamba ये खुदा ताला से बगावत करेंगे ingawa anakuwa na elimu kwamba baada ya kufika mahala pao watamkataa Mwenyezi Mungu, na maombi yao ni kwa muda,
इनकी इस्तरार की हालत hata सुनते हुए katika hali hii pia mwenyezi mungu kwa kupokea maombi yao anawaokoa. कि खुदा ताला kisha watu wanasema kwamba nauzubillah, mwenyezi mungu ni mdhalimu. hadha muslim maud radiallahu taala anhu एक वाकया ameeleza tukio moja लोगों के बारे में kuhusu खुदा को नहीं wale watu ambao hawamwamini mwenyezi mungu, lakini wakati wa shida wanataja jina la mwenyezi mungu. कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब amesema kwamba wakati wa sinam alah salatu wassalam alipotoa bishara ya kuja kwa matetemeko ya ardhi, na matetemeko ya ardhi yalipotokea, mwanafunzi wa Lahore Medical College साथी तालिबों के साथ ambaye खुदा wakati wote alikuwa akijadili kuhusu mwenyezi mungu na ज़लज़ला के alikuwa hamwamini mwenyezi mungu, कमरे में था matetemeko ya ardhi yalipotokea छत गिरने वाली na alipohisi kwamba और ये paa la chumba chake litaanguka, बचा नहीं सकते na akaona kwamba isipokuwa mwenyezi mungu hakuna anayeweza kumwokoa na kumsaidia. Na yule kijana alikuwa baneani, yule kijana akaanza kusema ram ram, yani mungu mungu. लेकिन उसके दोस्तों ने पूछा kesho yake marafiki zake wakamuuliza kwamba ilitokea nini wakati ule, wewe humwamini mwenyezi mungu, kwa nini ulianza kusema mungu mungu wakati matetemeko yalipotokea? बोला जाता है तो कहने लगा akasema पता नहीं मुझे क्या kwamba mimi sijui ilitokea nini, nilikuwa sina akili wakati ule, lakini huzur anasema kwamba उस वक्त ही उसकी अकल ने काम किया ukweli ni kwamba wakati ule tu akili yake ilifanya kazi. तमाम दुनियावी सहारे wakati नजरों से छुप गए alipoona kwamba masilahi yote ya dunia yamekwisha, aliona msaada mmoja tu, alimuona mwenyezi mungu tu ambaye ana nguvu juu ya kila kitu, कोई और मददगार दिखाई नहीं na katika hali hii hakumwona mtu yeyote ambaye anaweza kumsaidia min ghairi ya mwenyezi mungu. दूसरे जराए नजर आते basi madamu mwanadamu anaendelea kutegemea तरफ masilahi mengine na anaendelea kupata msaada kutoka kwa vitu hivi, anaendelea kutegemea vitu hivi na masilahi haya. अल्लाह ताला की जात पर यकीन मुकम्मल ना हो या उस वक्त जब तक वो दूसरे असबाब नजर आते रहें, वो उन असबाब की उन जराए की madamu anaendelea kupata msaada kutoka vitu hivi, anaendelea kuvisifu vitu hivi खुशामद को इंतहा तक पहुंचाने के लिए दूसरों की बुराइयां भी करते na kwa ajili ya हैं के बाद दूसरा hii anasema maneno mabaya kuhusu wengine na anaendelea kufanya dhambi baada ya dhambi moja. Na wakati msaada haupatikani kutoka kwa vitu hivi, anamtegemea mwenyezi mungu. तो फिर खुदा ताला की तवज्जो होती wakati hila zake hazifanyi kazi, ndipo anamuita mwenyezi mungu na anamsifu mwenyezi mungu na anaomba msaada kutoka kwake. इसी तरह एक और वाक़या hivyo ndivyo halifa wa pili raziallahu taala anhu alikuwa akieleza tukio la vita vya kimataifa सुना चुका हूं ya kwanza. कि ऐसी हालत में जब दहरिया भी खुदा ताला पर ईमान ले आते हैं। वाक़या यूं है alikuwa akisema kwamba wakati wa vita ya kimataifa wa kwanza 1918 Germany ilikusanya nguvu yake yote na ilishambulia wana उस वक्त अंग्रेज jeshi wengine. एक ऐसा वक्त आया wakati ule सूरत उनके बचाव की नहीं थी। wanajeshi wengine walikuwa hawana msaada wowote, na takriban maili 7 walikata uhusiano, दूसरी तरफ सिमट गया na wanajeshi wakabaki upande mmoja na wengine baki upande mwingine, na katikati ilipatikana nafasi आके kwa ajili ya wanajeshi ya Germany, na walikuwa na nafasi ya kupita pale na kushambulia wanajeshi wengine. मुआज wakati ule जो जनरल था
general aliyekuwa pale alifahamisha commander in chief kwamba mimi sina wanajeshi wa kutosha na hali ya aina hii imepatikana, yani katikati nafasi imepatikana सफ को दुरुस्त करना अब मेरे पास na mimi siwezi kurekebisha hali hii, ni nje ya uwezo wangu. कि वो समझते थे Wakati ule ilikuwa wakati wa aina hii kwamba walifikiria kwamba leo wanajeshi wao wataangamizwa na Uingereza na France itafutwa katika ardhi. इंतहाई बेबसी की हालत की तार कि बस अब तबाही आई कि आई। Commander in chief alipopata taarifa hii, उस वक्त वजीर आजम wakati ule के साथ waziri mkuu alikuwa kikaoni pamoja na mawaziri wake, walikuwa wanashauriana kuhusu jambo maalum. Wakati ule taarifa ilipofika, waziri mkuu alikuwa hana la kufanya, kwa sababu wengine wanajeshi walikuwa hawapatikani. Hata wangekuwepo, ilikuwa si rahisi kupeleka wanajeshi kule katika muda huu mfupi. Halifa wa pili anasema kwamba ingawa dini ya Ulaya ni Ukristo, lakini tukiangalia kwa ndani, tukifanya utafiti, itajulikana kwamba hawana dini. अक्सरियत लोगों की Wengi wa watu तो दैरिया ni wale ambao wanaotegemea dunia, hawana dini. 80% अमलन दहरिया होने का ऐलान भी करते हैं। Hata siku hizi watu 80% wanasema wao hawamwamini Mwenyezi Mungu. मादा प्रस्त यूरोप Wakati ule निगाह अमूमन खुदा ताला की तरफ नहीं उठती थी। Ulaya uliokuwa hautegemei Mwenyezi Mungu, walikuwa wakitegemea nguvu yao. ऐसा तबका जो हुकूमत कर रहा हो उसे तो वैसे भी अपनी ताकत और Hasusan watu wanaotawala wao wanakuwa na kiburi sana kwa sababu ya nguvu yao na खुदा ताला का खाना से uwezo wao, नाम का ही होता है उनमें। na hawamwamini Mwenyezi Mungu. तो उनके उस वक्त सबसे बड़े लीडर Basi ने जो अपनी ताकत और कुव्वत kiongozi wa शान शौकत के फख्र में wakati ule aliyekuwa akitegemea nguvu yake जाएंगे, na alikuwa na imani kwamba watapata ushindi, yeye pia alihisi kwamba hatuna msaada wowote wa kidhahiri मुसीबत से निजात ambao unaweza kutuokoa katika hali hii. ने अपने साथियों की तरफ देखा, Aliwaona marafiki zake na akasema, njoni tufanye maombi, tumwombe Mwenyezi Mungu ili atusaidie. दुआ करने लगे। Kwa hiyo wote wakaanza kufanya maombi kwa kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu. Halifa wa pili anasema kwamba के नतीजे में ही उस तबाही से labda kwa sababu ya maombi haya wao waliokolewa na walisaidiwa. अल्लाह फरमाता है Hazur anasema kama niliyosoma aya, Mwenyezi Mungu anasema kwamba wakati kila kitu kinawaacheni katika hali hii, ni Mwenyezi Mungu tu ambaye anawasaidieni. कि अल्लाह ताला ने फरमाया Bali Mwenyezi Mungu alisema kwamba जो दुआएं हैं maombi yanayofanywa katika hali ya shida yanapokelewa. Hata kama mtu hamwamini Mwenyezi Mungu, akifanya maombi yake pia yanapokelewa, अपनी हस्ती का सबूत देने के लिए बात दफा निशान kwa sababu Mwenyezi Mungu anawaonyesha nishani wale watu ambao hawamwamini. वो निशान ही उसकी आखिरी Na ikiwa kama yule mtu ni mwenye bahati, nishani ile inarekebisha bahati yake. खुदा ताला को Na hali ya aina hii inapatikana siku hizi pia, kwamba watu ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu, wao kwa kuona nishani wanaanza kumwamini Mwenyezi Mungu. अगर कोई किसी नबी Ndiyo, या उसकी जमात का मुकाबला करे kuna mtu ambaye anapambana na nabii au jumuiya yake, yeye akifanya maombi hata kwa unyenyekevu sana, maombi yake hayapokelewi kwa sababu पीर के खिलाफ है, maombi yake ni kinyume na kudra ile ya Mwenyezi Mungu ambayo ilipangwa kwamba itatokea, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameandikisha kwamba yeye na manabii wake watapata ushindi. जैसे थे Basi katika vita ya Germany na Ulaya wote walikuwa sawa. दुआ को सुन Kwa hiyo aliomba dua, Mungu alipokea maombi yake, कि जर्मन फौज को खबर na hali ya aina hii ilipatikana kwamba jeshi ya Germany haikuweza kupata इस वजह से taarifa vizuri सफ के टूटे हुए होने से फायदा नहीं उठाया। kwamba nafasi imepatikana katikati ya wanajeshi, kwa hiyo hawakupata faida kutoka katika ile nafasi. कि जर्मनों को पता नहीं चला
tena hii si hii tu kwamba wanajeshi wa jerumani hawakujua kwamba nafasi imepatikana ndio maana hawakupata ushindi, bali commander in chief alimuita ofisa mmoja wakati ule, na alikuwa akimtegemea sana yule ofisa kwamba ni huyu ni mtu mzuri, lazima atafanya hila. Yule commander in chief akasema kwamba usiniulize maswali mengi, lakini hali ya uwanja wa vita ni aina hii kwamba wanajeshi hawapo pale na nafasi imepatikana, safu imevunjika, nafasi ya kupita wanajeshi ya Germany imepatikana pale, uende ukafanyie mpango ili safu irekebishwe tena, ijengwe tena na nafasi isipatikane kule. Yule officer badala ya kumuuliza maswali yule commander in chief kwamba hii itakuwaje, namna gani tunaweza kuunganisha ile safu, kwa sababu wanajeshi wameenda hapa na pale, yani upande zote mbili. Kwa yule officer akawaendea wafanyakazi ambao wanaofanya kazi kwa ajili ya kutimiza mahitaji wanajeshi. Yule ofisa akawakusanya wale wafanyakazi wote na akawaambia kwamba nyinyi mnakuwa na shauku sana ya kuitumikia nchi na kutoa huduma kwa ajili yake, na nyinyi mnapoona wanajeshi wanapigana, nyinyi pia mlikuwa na matamanio kwamba nyinyi pia muweze kupigana. Basi leo ni nafasi, njoni mbele na mujenge safu. Yule ofisa akawapatia silaha wale wafanyakazi waliokuwa katika idadi ya maelfu, na akawachukua na akawasimamisha mahali ambapo nafasi ilipatikana, na kule walisimama kwa masaa 24. Na katika nafasi hii wanajeshi kutoka katika eneo lingine wakaja pale na wakasimama na wakaziba ile njia iliyopatikana. Na mradi wa kueleza hii ni kwamba watu wa dunia pia wakati wa shida, wakati wanaona kwamba hakuna tegemeo lingine lolote, wanaomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ingawa wanafanya hila pia. Na wale watu ambao wanaotegemea dunia wanakuwa na mfano wa aina hii. Basi wale watu ambao wanamtegemea Mwenyezi Mungu kila wakati katika hali zote, wao kiasi gani wanatakiwa wazingatie jambo hili kwamba kila wakati tunatakiwa tumtegemee Mwenyezi Mungu. Mungu ametufundisha dua hii ambayo amesema tuswali katika kila raka ya swala ili tusighafilike kutoka kwa Mwenyezi Mungu, tusianze kutegemea dunia hata kidogo, wala tusifikirie hata kidogo kwamba kwanza tutegemee masilahi ya dunia na baadaye tuanze kumtegemea Mwenyezi Mungu. Ndiyo, Mungu amesema kwamba tunaweza kufanya hila, lakini mnatakiwa mumtegemee Mwenyezi Mungu tu. Isitokee hivi kwamba wakati mlipokamatwa katika tufani mulianza kumwita Mwenyezi Mungu na kuomba msaada kutoka kwake, wakati safu ilipokatika mulianza kumkumbuka Mwenyezi Mungu, bali katika kila raka ya swala Mwenyezi Mungu kwa kutufundisha dua hii alituambia kwamba nyinyi mnatakiwa munielekee na munitegemee. Na dua ile iliyofundishwa ni hii kwamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kuna hadithi ndefu. Katika hadithi ile pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mwanadamu anaposema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Mwenyezi Mungu anasema aya hii baina yangu na baina ya mtu wangu ni sawa, yoyote aliomba mtumishi wangu nitampatia. Basi je, hii si bahati nzuri ya Waislamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatoa dhamana kwamba atapokea maombi, lakini dhamana hii inakuwa wakati mtu anapofanya ibada vizuri. Asifanye ibada wakati anapokuwa katika dhiki, bali katika kila hali anamwabudu Mwenyezi Mungu.
kwa sababu wakati wa dhiki hata wasiomwamini mwenyezi mungu wao pia wanafanya maombi na wanafanya ibada. haitakiwi ibada ya aina hii ifanywe na mwaminio. na vile vile tunatakiwa tukumbuke kwamba sisi ni wanajumuia जमाने के इमाम के हाथ na tumefanya bayet juu ya mkono wa imamu wa zama hizi. हर कॉल और फेल को खुदा ताला की रजा के मुताबिक ढालने का tumeahidi kwamba kauli yetu na mali yetu itakuwa sawa na ridhaa ya mwenyezi mungu. tumesema kwamba katika dhiki na faraja tutaomba msaada kutoka kwa mwenyezi mungu na hatutaomba msaada kwa miungu mingine. पाने के लिए sisi kwa ajili ya kutimiza ahadi yetu kiasi gani tunatakiwa tuelewe maana ya iyaka naabudu wa iyaka nastain. खुदा ताला hatutakiwi tumuite mwenyezi mungu kama anamuita yule ambaye hamwamwini yeye wakati anapozama majini, इबादत और इस्तिआनत bali sisi tunatakiwa kwa kujua maana ya msaada wa mwenyezi mungu tunatakiwa tufuate tena हमारी सारी कुव्वत, njia ile. हमारी सारी ताकत और हमारा tunatakiwa सहारा tujue kwamba nguvu yetu na tegemeo letu सामने खुदा ताला के आगे ni mwenyezi mungu na uwezo wetu ni katika kuinama mbele ya mwenyezi mungu. tunatakiwa tuchunguze hali yetu kwamba kwa ajili yake hii tunatakiwa tufanye nini na tunafanya nini kwa ajili yake hii. बातें je ibada zetu और हमारी खुदा ताला से मदद की पुकार na kumuita mwenyezi mungu kwa ajili ya kupata msaada, वो है je hali ile ताला के बताए हुए मायार के मुताबिक ni sawa na amri za mwenyezi mungu au la? रोजाना 32 मरतबा kila siku mara 32 katika swala tunaposema iyaka naabudu wa iyaka nastain, je tunasema kama ndege? हमें याद रखना चाहिए tunatakiwa tukumbuke kwamba sisi ni dhaifu हमारा दुश्मन बहुत ताकत na mdui wetu ni mwenye nguvu sana. पास दुश्मन के मुकाबले के लिए sisi kwa ajili दुनियावी ताकत ya kupambana na mdui sisi hatuna masilahi ya dunia wala hatuna बस ऐसे njia ingine yoyote. basi katika hali ya aina hii sisi hatuna njia ingine isipokuwa hii tu kwamba tumwelekee mwenyezi mungu na tuiname mbele ya mwenyezi mungu को समझते हुए na kwa kuelewa maana ya iyaka naabudu wa iyaka nastain के हो जाए tukae mbele ya mlango wa mwenyezi mungu. हमले की इंतहा हुई siku hizi shetani inashambulia duniani. हमारे रास्ते में मुश्किलात खड़ी की जा रही katika njia zetu vizuizi vinawekwa. wale ambao ni waislamu wao pia wanaendelea kuzidi katika uadui wetu, क्यों मानो kwamba kwa nini sisi tumempokea imamu wa zama hizi na wasiokuwa waislamu wao pia wanaendelea kuzidi katika husuda, kwamba jumuiya inaendelea kuvuta watu upande wake. और इस हसद की एक हल्की सी झलक na hali ya husuda hii ilionekana katika media ya Germany बात मुखालफत में भी नजर आती wakati ज़राए से की यकीनन ये हसद media ilipozungumza dhidi ya jumuiya. bila shaka moto huu wa husuda yao खुद जल जाएंगी utakwisha na utaungua katika moto wake, लेकिन lakini हमें अपने फराइज को sisi अदा करना नहीं भूलना चाहिए tunatakiwa tusisahau kutekeleza majukumu yetu. उसकी मदद की मदद के तलब करने से कभी हमें गाफिल hatutakiwi tughafilike katika ibada na kuomba msaada kutoka kwa mwenyezi mungu, kwa sababu bila hii hatuwezi kupambana na mdui wetu, इतनी बड़ी है na कि इसका कोई nguvu hii ni kubwa kiasi hiki kwamba hakuna nguvu ya dunia inayoweza kusimama mbele yake. tunatakiwa tukumbuke kwamba mwenyezi mungu anapokuwa tayari kumsaidia mtu yeyote, basi yule mtu anafaulu कामयाबी को रोक नहीं सकता na dunia haiwezi kuzuia ufaulu wake na ushindi wake, kwa sababu msaada mwenyezi mungu ni pana sana na nguvu yake haina आत्मा दूध mipaka. ना उसकी सिफात मौजूद mwenyezi mungu hana mwisho wake wala sifa zake pia hazina mwisho. basi ni jukumu la kila mwanajumuiya kwamba ainame mbele ya mwenyezi mungu na aombe msaada kutoka kwake. सिर्फ पाकिस्तान के अहमदी kazi hii si kazi ya wanajumuiya wa pakistan tu, kwa sababu wao wanasumbuliwa na wanateswa, ममालिक में au रहने वाले अहमदियों
si kazi ya wahamadia wanaoishi katika nchi za waislamu, bali kazi hii ni kila mwanajumuiya anayeishi katika nchi yoyote ya dunia, kwamba kwa utii kamilifu mwiname mbele ya Mwenyezi Mungu na muombe msaada kutoka kwake. एक मजबूत बंधन में umoja unapatikana ndani ya jumuiya, na inatakiwa jumuiya ya Mwenyezi Mungu iwe ya aina hii, na hii ndiyo ni sifa ya jumuiya ya Mwenyezi Mungu. जमात नहीं रह bila hii jumuiya haiwezi kuitwa jumuiya. हर एक को दूसरे के लिए दुआएं करनी kila mmoja anatakiwa afanye maombi kwa ajili ya mwenzake ili msaada wa Mwenyezi Mungu upatikane kila mahali na kila mwanajumuiya awe na msaada wa Mwenyezi Mungu. Hali yetu ya aina hii itakapopatikana, basi tutaona kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu utakuwa pamoja nasi. अलैहिस्सलाम Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema याद रखो kwamba kumbukeni, अल्लाह बड़ा बेनियाज Mwenyezi Mungu hana haja ya mtu yeyote, से और बार maadamu hatufanyi maombi kwa wingi sana वो परवाह नहीं na mara kwa mara. Mungu pia hajali kuhusu sisi. और बार बार Basi kufanya maombi sana na kufanya maombi mengi ni siri ya ufaulu wetu. बहुत तवज्जो की जरूरत है। Tunatakiwa tuzingatie sana jambo hili. Tunatakiwa tufanye maombi kwamba shida zozote zinazopatikana katika njia zetu, या हुकूमतों की shida hizi zilizoletwa na watu au zilizoletwa na serikali फसाद पैदा करने के लिए au wenye usuda walileta vizuizi hivi kwa ajili ya kueneza fitina katika jamii. मीडिया को इस्तेमाल किए Hata kama wao wanatumia media au wanatumia njia ingine yoyote, जो लोग au काम में मसरूफ हैं watu wanaojishughulisha चिड़छाड़ा जाए katika kazi hii kwamba wachafue jina la jumuiya, dhidi ya hawa wote Mwenyezi Mungu atusaidie. और हम किसी और से मदद की उम्मीद नहीं Sisi hatumtegemei yeyote kwamba atatusaidia, wala hatuwezi kumtegemea yeyote mwingine. Tunatakiwa tufanye dua hii kwamba अल्लाह ताला की नुसरत को पीछे डाल दिया है ikiwa dhambi zetu zimepeleka mbali msaada wa Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu atusamehe na atughofirie नाराजगी की हालत अपनी नाराजगी की हालत से हमें निकाल कर na atuondoe nje katika hali ya ghadhabu yake, na atuhisabu na atuingize pamoja na watu ambao juu yao neema za Mwenyezi Mungu ziliteremka, हकीकी फहमो इदराक हासिल हो na wale walioelewa vizuri maana ya iyaka naabudu wa iyaka nastain atuingize katika watu wa aina hii. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwamba Mwenyezi Mungu ametufundisha mafundisho ya iyaka naabudu. मुमकिन था कि Iliwezekana kwamba mtu angetegemea uwezo wake na nguvu yake na angekuwa mbali na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hii, lakini pamoja na hii alitufundisha kwamba iyaka nastain, kwamba msione kwamba ibada ninayofanya mimi nafanya kwa sababu ya uwezo wangu, kwa sababu ya nguvu yangu. Sio hivyo, bali mpaka msaada wa Mwenyezi Mungu haupatikani, ताकत ना दे mpaka Mwenyezi Mungu hatuwezeshi, sisi hatuwezi kufanya chochote. भी हमें हर वक्त सामने रख Basi tunatakiwa tuzingatie jambo hili kila wakati. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuelewa mada hii kila wakati, na atujalie tuweze kufuata. Amin. दोबारा मैं दुआ के लिए याद दहानी करवा Mara ya tena na wakumbusheni kuhusu maombi kwamba तेजी से बदल रहे jinsi hali ya dunia inayoendelea kubadilika, इन्हें जमात Mwenyezi Mungu ajalie kwamba hali hii iwe sababu ya ushindi wa jumuiya na isiwe kizuizi katika ushindi wa jumuiya. Sisi tuwe wenye kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu na tuwe wenye kupata faida kutoka kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.